RPC Richard. Halo. Habari za asubuhi. Nzuri, habari. Nzuri kabisa. Uko na sisi live hapo, unazungumza na Juma Ayo kutokea Crown FM Dar es Salaam. Ndio Juma. Yes, jana bahati nzuri tulizungumza na tukapeana ahadi ya kukurudia baada ya mechi kumalizika jana. Bila shaka mlivyopangilia kila kitu kilienda vizuri RPC. Mechi ilimalizika salama na mambo yalikwenda kama mlivyotarajia. Tunashukuru sana. Ndio. Ndio. Hakukuwepo na shida yoyote? Hakuwa na shida. Naona mchezo ulimalizika salama, hali ilikuwa ya utulivu. Ndio. Tunashukuru wapenzi wa michezo walishirikiana na vyombo kwa ajili ya kuhakikisha kuna usalama. Na vipi, kuna taarifa ambazo tumezipokea asubuhi ya leo kwamba msemaji na afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Kamwe amekamatwa usiku wa leo majira ya saa 7 na jeshi la polisi. Taarifa hizi zikoje? Ni kweli tunamshikilia msemaji wa timu ya Yanga Ali Kamwe na anafanywa mahojiano kwa sasa. Changamoto ni nini? Anatumiwa kwa kutoa lugha chafu kwa viongozi wa serikali. Hilo jambo limefanya tumkamate na anayafanywa mahojiano kwa sasa. Na yupo kwenye kituo gani? Yupo kwenye kituo kikuu cha polisi Tabora. Na viongozi imeelezwa kwa baadhi ya viongozi wa Yanga kwamba wamefika kituoni na hawajamkuta hapo Central. Sasa unasikiza taarifa yangu au ya kwamba hawajamkuta? Kwa hiyo tutarajie ataachiliwa leo ama utaratibu ukoje sasa baada ya kuwa mmemshika? Kama nilivyokuambia, kwa sasa anafanywa mahojiano na baada ya mahojiano tutatoa taarifa zaidi. Mimi nilikuwa nataka kufahamu tu kama niliona baada ya mechi kuna kuwa na baadhi ya mashabiki waliruka uzio hivi. Sijui kama na wewe ulipata taarifa au uliona hicho? Kwa mpango kazi ambao ulikuwepo wa kuhakikisha kwamba hali ya usalama inaimarishwa, lilikuwa lengo ni kuzuia kwa 100%. Inawezekana pengine kukawa na mapungufu machache yaliyotokeza ya watu kuweza kujipenyeza kulingana na mazingira ya jiografia ya uwanja wetu kama unavyofahamu. Yes. Lakini kuna jitihada kubwa zilifanyika kuona kama watu hawataingia uwanjani. Yes, kwa kweli hata mimi nikupongeze, lakini nitaka tu niseme hilo kwamba uwanja wa Tabora huwa watu wanaingia sana kiwanjani baada ya mechi, lakini kwa walivyokuwa jana umati ulikuwa mkubwa na kiasi watu waliingia. Niwapongeze na niwatie nguvu kuendelea kuimarisha ulinzi na usalama kwenye viwanja. Sawa, asante sana. Haya, tunashukuru sana mkuu. Asante. Mnyama Simba amepoteza kwa mabao 2-0. Kwanza nianzie hapa. Ulitarajia kipigo hichi kwa mnyama Simba? Kipigo hiki sikutarajia. Unajua mimi nilikuwa naamini matokeo yanaweza yakawa ni ushindi kwa Simba, inaweza ikawa sare. Kwa maandalizi ambayo walikuwa nayo, uhitaji wa mchezo ulivyokuwa na hata muda wanafungwa. Niliamini Simba wanaweza kubounce back na kwenda kufanya chochote kitu ambacho kinaweza kikaba level yale matokeo. Ila mwisho wa siku tunasema quality imeamua. Ndio. Na tumekuwa tunazungumza mpira unafanya vitu vyote unavyovijua. Ila ili vyote vitokee ni time and space. Muda na wakati tu ndio vitu vinavyohitajika. Kwa hiyo wao wameweza kutumia muda na nafasi walizozipata, matokeo yamekuwa hivyo yalivyokuwa. Wewe msimamo wako ni upi kwamba pengine Kamara ule mpira angekuwa na uwezo hata wa kupiga ngumi uweze kutoka ama kaukach katika namna moja ama nyingine? Hebu tupe mtazamo wako juu ya goli la kwanza la Simba, lakini pia tuangalie mpaka mazingira ya lile goli linafungwa. Ni nani hapa anapaswa kunyoshewa kidole? Kwa situation ya goli lilivyokuwa, ukiangalia mpigaji wa mpira alipokuwa, umbali aliyokuwa, mimi naweza kusema kitu kimoja, siwezi kuweka lawama kwa Kamara 100%. Ndio. Kuna namna inatakiwa tumpongeze mpigaji kwa sababu mpira uliopigwa umeenda umebounce ndo unaenda kwa Kamara. Unajua goalkeeper akiwa anaruka tayari ana timing zake za mpira. Ndio. Ikitokea mpira unakutana na deflection, unaweza kufanya maamuzi gani? Ikitokea mpira unadunda unakufuata, kitu gani unafanya? Na ndio maana watu wakienda kwenye mazoezi ya magolkipa, hivi ni vitu ambavyo pia wanavifanyia mazoezi. Ikitokea mpira una deflect kwa mtu, una uharaka kiasi gani wa kuendana na hiyo movement. Ikitokea mpira una bounce unakuja kwako,
una uharaka gani wa kufanya hilo tukio. Kwa hiyo ni tukio ambalo sio mara ya kwanza goalkeepers wanafungwa. Stefan Aziz Ki amekuwa anawafunga sana watu magoli ya hivyo. Iwe ni foul, iwe ni ana attempt kutoka mbali, hayo mazingira yanatokea na watu walikuwa wanaamini labda ni magolkipa hawana ubora. Ila ukiwaza unafungwa magolkipa wangapi? Ni zaidi ya goalkeeper mmoja anafungwa mazingira hayo. Kwa hiyo ilikuwa ni moja kati ya technique ambayo Stefan alikuwa anaitumia na ilikuwa inampa faida. Kwa hiyo mimi kwa Kamara, yes, kuna namna atakiwa kufanya bora zaidi, ila kwa situation ilivyokuwa mimi naamini sehemu yangu ya lawama ni sehemu ya 60% tu. Ndio naweza nikamzishwa na kiwango cha Teba kwa 100%. Kwa nini? Kwanza alikuwa mzito. Kiukweli alikuwa anachelewa sana kufika kwenye matukio. Unajua naelewa kuna ugumu wa kucheza ukiwa na hapa mgongo wa pinzani. Lakini wewe namba 9 muda mwingi utapokea mpira katika yale mazingira, ukutana timu ambayo ina defend na idadi kubwa ya walinzi. So unapaswa kuwa na technique tofauti kwamba nikiwapa mgongo wa pinzani maybe ndapokea mpira nikiwa nalipa pia goli mgongo. Kwa mpaka nifunge ni lazima nigeuke. Lazima uanze kujiongeza, kufanya double movement, kufanya counter movement, kuomba mpira na kutumia mwili wako kuwahadaa pinzani. Tunasema body shape ina faida kwa mshambuliaji. Angalia goli ambalo amefunga Prince Dube leo. Kapewa mpira akiwa amelipa goli mgongo, lakini kauweka mwili wake mbele ya kaweka mwili wake mbele ya mpinzani kwamba ili ucheze mpira lazima uanze kucheza mwili wangu, na ukicheza mwili wangu kwenye eneo la 18 ni penalty. Lakini Dube kafanya half turn, kafunga. Kwa hata naye Ateba anapaswa kuwa na uharaka zaidi. And then ushagundua kwamba Mpanzu mipira yake yote anaipiga ama service au huduma anaitoa kwenye box, cross anazipiga ni V-pass zinakuja nje. Imefanyika mara ya kwanza, ya pili, ya tatu. You striker unatakiwa notice kwamba hii mipira mbona muda wote inapigwa kwenye muundo wa V-pass na mimi nakuwa kwenye 6 yard box na ikosa. Kwa nini natakiwa kufanya? Ni kuanza kwenda na timing sasa. Kwamba kwa sababu viungo washambuliaji wanatoa huduma ina hii, mimi napaswa kunufaika vipi? Ni kuendana na kile ambacho wanakifanya, kitu ambacho yeye alikuwa akifanya. Kikubwa ambacho mimi nilikuwa nakiona tayari mechi imeshamkataa Lionel Ateba. Ndio. Na ukiangalia namna ambavyo Al Masry wanacheza, wao wako nyuma zaidi, wako kwenye goli lao. Yaani wao wanacheza low block, wanacheza mid block. Yaani wao wataangalia tuna situation ilivyo na nini tunatakiwa kufanya. Naamini kuna muda ilikuwa inahitajika tunapata mtu ambaye anaweza kufanya hizo runs nyuma yao defenders. Na mtu ambaye anaweza kufanya hicho kitu kwa usahihi mkubwa ni Dese Mukwala. Na ukiangalia pia chance ya mwisho ambayo ameikosa Kapombe imetoka kwa Mukwala. Imepigwa cross ndani ya 18, watu wameshindwa kuokoa, imemkuta Kapombe, alichofanya anakijua mwenyewe. Kwa hiyo ni mtu ambaye naamini akiwa anapata muda mwingi wa kucheza kwa sababu ameingia dakika ya 80. Kuna baadhi ya hizo movement zilikuwa zinafanyika, unaona ni mtu ambaye angekuepo mapema kuna namna ingekuwa ina faida nyingine, kwa sababu ya mabeki wangekuwa hawana huo muda wa kupumzika. Unajua kumkaba Lionel Ateba unahitaji kuwa na akili kubwa sana. Unahitajika kuwa na nguvu. Cha kwanza uwe na nguvu. Akili inaweza isiwe akili kubwa kwa sababu sio mchezaji mwenye skills. Ni mchezaji ambaye anatabirika, akitoka hapa anaenda pale. Ila Mukwala ni kazi ngumu. Ukigeuka yuko kushoto, ukigeuka yuko nyuma yako. Kwa mpira ukidondoka mgongoni tu tatizo. Kwa hiyo mimi nilikuwa naamini ingefanyika sabu mapema.